Bismillahirrahmanirrahim. Jina langu Ustadh Muhammad Sudi Juma, ni kiongozi wa taasisi ya Tahfidh Haji and Umra, ambapo tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin katika mwaka huu 1447 sawa na 2026 tulikuwa na mahujaji 92 na alhamdulillah rabbil alamin tumeweza kutekeleza ibada ya hija kwa usahihi kabisa na mahujaji wamefurahia katika hawa mahujaji 92 46 wanaume na 46 wanawake, na hivi leo alhamdulillah tumekamilisha ibada ya hija na leo tunarudi majumbani kwetu Tanzania, yani Zanzibar, na mahujaji wamefurahia. Na kwa kweli alhamdulillah rabbil alamin kwamba ibada ya hija ni nguzo katika nguzo ya Kiislamu, na kila Muislamu anatakiwa aitekeleze yule ambaye mwenye uwezo, na yupo mwenye uwezo ni yule ambaye atakuwa anaweza kuacha nyumbani kwake au anaweza kulipia gharama katika taasisi, akaja katika taasisi yetu Tahfidhi kwa mfano akalipia, basi hiyo tayari kisha kuwa na uwezo wa kwenda kutekeleza katika ibada ya hija, na dhima ile itamuondokea pale ambapo atakapokuwa amemaliza kutekeleza ibada hii. Hivyo nawaomba ndugu Waislamu kwa ujumla wajitokeze kwa wingi katika kushiriki kuitekeleza ibada hii adhimu, maana ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema laisa lahu jazaa illa aljanna, haina malipo mengine isipokuwa ni kuingia peponi, na sote tunatamani pepo, na pepo hata upoe kiasi gani huwezi kuinunua. Sasa toa gharama yako chache uende ukaingie katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo watu waanze kujiandaa katika hija mwaka 2027 au 1448. Mimi naitwa Maulidi Hassan Khamisi, na bahati nzuri alhamdulillah mara hii Mwenyezi Mungu ametuteua ili tuweze kuja kushiriki kwenye ibada hii ya hija. Kwa ufupi, mpaka sasa tumetekeleza ibada hii ya hija kwa vizuri kabisa, na bahati mbaya tuseme tulipoteza mtu mmoja, na taasisi zetu na watu wote kwa ujumla wametupa mashirikiano makubwa, lakini kikubwa zaidi kwa kweli ibada ya hija inahitaji nguvu, na tungependa au tungeshauri kwamba vijana waje, kama kuna mataifa tofauti ya Afrika Magharibi ambao wanakuja vijana na wanaona wako kwenye harakati na wanaweza kutekeleza ibada hii kwa vizuri sana. Bila hivyo, na vile vile tunaishukuru serikali kupitia Wakfu na Mali ya Amana kwa kutuwezesha kuzikusanya hizi taasisi na kuweza kutupa miongozo na ya utekelezaji wa ibada ya hija. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina naitwa Asia Haji Juma, natokea taasisi ya Tahfidh Haji Group iliyopo Magomeni, Zanzibar. Tumekuja kufanya ibada ya hija alhamdulillah, tumemaliza salama usalimini, watu wote wako vizuri, na hivi sasa tuko katika uwanja wa ndege wa Jeddah, tunasubiri safari ya kuelekea Zanzibar. Kwa hivyo tunawaomba Waislamu wote, ndugu jamaa na marafiki, waje watupokee kwa wingi, kwani tunataka mapokezi yao ili iwe ni furaha kwetu, kwa sababu tumekuja tekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu. Kwa maana hiyo na wao waje ili tuwatusapoti, ili na wao mwakani waje kutekeleza ibada hii. Wito kwa vijana waje kwa wingi, kwa sababu ibada ya hija ni kivitendo zaidi, sio kwa kusoma, ni vitendo zaidi, na inataka nguvu. Kijana awe na nguvu zaidi ili aje atekeleze ibada ya hija. Wasiseme wanasubiri, kwa sababu hawajui muda ambao wamepangiwa wa kuishi hapa duniani, na huwa uwezo hajui kwamba yeye kama ataishi nao uwezo milele. Kwa maana hiyo panapopatikana uwezo na nguvu zake, basi ajitahidi aje kutekeleza ibada ya hija. Kwa jina naitwa Omari Muhammad Haji, natokea taasisi ya Al-Marwa, ni kiongozi mwandamizi wa taasisi ya Al-Marwa. Kwa kweli tunashukuru katika ibada hii ya mwaka 2026 alhamdulillah tumeenda vizuri. Allah akatujalia tukua chini ya utahiza, hija yetu imesimama vizuri. Tunashukuru tangu nilipoondoka Zanzibar kuanzia airport Abedi Amani Karume, tumeenda nao sambamba mpaka tukafika mji mtakatifu wa Madina wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeenda nao vizuri alhamdulillah, na
Mapungufu madogo madogo haiwezi kukosekana kwa sababu binadamu si mkamilifu. Mkamilifu ni Allah tabaraka wa taala. Lakini mpaka sasa hivi alhamdulillah tukatoka nao Madina, tukaja nao katika mji mtukufu wa Maka, tukaendelea na ibada ya umra, tukamaliza umra, tukaendelea na ibada ndogo ndogo za pale za kwenda msikitini na kurudi. Kafika mwezi 8 tukaelekea Mina, tukakaa na mahujaji wetu kwa hali na mali, tukasaidiana vizuri, tukaenda zetu Arafa, tukafanya ibada za Arafa, tukamaliza ibada ya Arafa, tukaenda zetu Muzdalifa, tukalala nao mahujaji wetu, tukatoka tukaenda zetu Mina, alafu tukaenda zetu Jamarati kupiga mawe, tukaendelea kubakia nao mpaka tukamaliza ibada zote. Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru Allah. Kwa hiyo tutatoa wito vijana, wazee, akina mama, tujitokeze kufanya ibada ya umra, na ibada ya umra pamoja na ibada ya hija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kwa jina naitwa Sabrina Osman Kasim. Nimekuja hapa kwa taasisi ya Al-Marwa. Alhamdulillah, hija wametuongoza vizuri tangia tunaanza sasa mambo ya semina, tumeelekezwa kama sisi tulikuwa hatujui tumejua. Alhamdulillah rabbil alamin, umetuelekeza vizuri mpaka tumefika hapa, walikuwa na sisi bega kwa bega. Alhamdulillah, pia tunashukuru sana kwa serikali yetu imeshirikiana na serikali ya huku, vitu vyote vinaenda vizuri. Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru alhamdulillah. Na kitu kidogo kwenye changamoto tulopata ni hali ya hewa. Hali ya hewa kusema kweli ni yao kidogo ni nzito, sote tuna mafua, tuna vifua, alimradi, lakini alhamdulillah kila kitu kimeenda salama, na tunashukuru uongozi wetu, na tunaomba watu wengine inshallah Mwenyezi Mungu awajalie, kwani taasisi ya Al-Marwa ni taasisi nzuri, ni taasisi zote nzuri, lakini mimi naipenda sana Al-Marwa. Assalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin, na leo tupo hapa airport ya Jeddah kwa ajili kujitayarisha kwa ajili ya kurudi Zanzibar inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie tufike salama, na tunahitaji kupokelewa na watu wengi inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Priska Maria, natokea mkoa wa Dodoma. Nimekuja haji kupitia taasisi ya Al-Mukarrama Hajj Al-Umra Trust Agency. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tumetekeleza ibada yetu vizuri kwa sababu tulipata msaada mkubwa wa taasisi. Walitupatia mafunzo kama karibu miezi miwili hivi tumekuwa tukiattend kwenye mafunzo ya Hajj. Kwa hiyo alhamdulillah tumetekeleza vizuri ibada yetu na imekwenda vizuri, na wamekuwa mstari wa mbele kutuongoza kila hatua kuanzia mwanzo mpaka tulipohitimisha ibada yetu Jamarati pale, na leo tunarudia nyumbani. Kipekee kabisa na washukuru taasisi hii ya Al-Mukarrama kwa jinsi ambavyo wamejitoa kwetu, wametusaidia tulipokuwa tuna matatizo ya kiafya kidogo, wametusaidia, tumeishi vizuri alhamdulillah. Na ninawashauri watu wengine kuitumia taasisi hii kwa sababu inajali mahujaji wake, inajali kwa kila aina, kwa madhaifu yoyote, kwa shida ya kiafya, malazi nini. Tumekaa karibu na msikiti, kwa kweli tumetekeleza ibada yetu ipasavyo, na ni washauri watu wasingoje wazeeke, waje wakiwa na umri mzuri wa ujana ili waweze kufanya ibada hii kwa ukamilifu kabisa. Hakika nchi ya Saudia wamejipanga vizuri kwa sababu wameweka utaratibu mzuri. Kwanza kila mmoja wanamfahamu kwa kutumia QR code. Kwa hiyo na utaratibu wa kufanya ibada, kulikuwa na waangalizi, waelekezaji, mapokezi mazuri. Kwa hiyo hakukuwa na shida yoyote. Tumefanya ibada kwa utulivu mkubwa kabisa, kwa amani kabisa. Kwa jina naitwa Juma Shabani Mwadimu, ni alhaji wa mwaka huu 2026. Hivi hapa tulipo tuko stendi, tunasubiri usafiri kwa ajili ya kutaka kurudi Zanzibar. Kwa kweli nikiangalia uhalisia wa hija ya mwaka huu
imekwenda uzuri zaidi kuliko hata ambavyo nyakati nyingine tulikuwa tukisikia. Jambo la kwanza nilichokishuhudia, taasisi haswa ambayo nimekuja nayo mimi, taasisi ya Al-Mukarrama, imetutendea haki kila hatua. Hatua nyingi tumekwenda nazo kwa uzuri zaidi, na kwa bahati tumechukua nafasi kubwa ya kuanza Madina, tukafanya mizunguko mbalimbali. Tulipomaliza mizunguko ile tukarudi Maka, na tulipofika pia tuliendelea na majukumu kama ambavyo ilikuwa uhitaji. Lazima tuhakikishe tunapita kila nafasi tunaitendea haki. Ibada zilikuwa nzuri kwa sababu tulioyaona pia maandalizi yalikuwa ni mazuri sana kwa upande wa wasimamizi wetu wa Al-Mukarrama, haswa viongozi. Walihakikisha kila hujaji ambaye kusudio lake ni kuhakikisha kwamba ibada inatimia, walitusimamia vyema, kutusimamia kuhakikisha kwamba kwa namna ambavyo tulikuwa tukihitajika kwenda Mina tumekwenda, tumehitajika kwenda Arafa tumekwenda uzuri, tumefanya ibada zetu vizuri. Lakini pia tulipokwenda moja kwa moja kwenye kutupa vijiwe kwa maana ya jamarati, pia tumefanya uzuri zaidi, tukasimamiwa, tukafanya mizunguko yetu vizuri, wakiwa wako mbele kuhakikisha kila mmoja anaitekeleza haki yake. Na nawapa pongezi sana serikali ya Saudia kwa namna ambavyo inatutendea haki, kwa sababu tunaondoka Saudia tukiwa tuko vizuri, na tunaamini wataendelea kuboresha zaidi ya tulivyopata kutekeleza ibada zetu kwa sasa. Lakini kwa ujumla inshallah, mashaallah, wako vizuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwafikisha kukamilisha ibada yetu hii ya hija. Mwenyezi Mungu ajalie inshallah atakabali amali zetu zote ambazo tunazifanya katika miji takatifu hii ya Maka na Madina. Alhamdulillah, sasa hivi tuko airport hapa na tunajiandaa na safari ya kurudi nyumbani. Takriban kwa upande wetu sisi wa taasisi Al-Mukarrama, mahujaji wetu wote wamekamilisha ibada zao kama vile ambavyo inavyotakiwa kisheria, na wamefanya nyingine za ziada. Alhamdulillah, takriban mambo yote yalikwenda sawa. Tunajua kwamba changamoto katika safari hazikosekani, lakini kiujumla hija ilikuwa ni nzuri, hija ilikuwa ni nyepesi kupita kiasi, alhamdulillah, pasi na vile ambavyo watu walivyotegemea. Kwa hiyo tunashukuru kwamba huduma zilikuwa nzuri. Tunaendelea kuishukuru kwanza serikali ya Saudi Arabia kwa jitihada zao za makusudi ambazo wanazichukua kwa lengo la kuboresha kila siku miundombinu inayohakikisha miundombinu hiyo inatufanyia wepesi katika kutekeleza ibada hii ya hija, na mahujaji vile vile kuwapatia wepesi. Lakini vile vile tunawashukuru vile vile kwa upande wa shirika letu hili Almasia, ambao lilikuwa wao ndio dhamana ya kutoa huduma kwa takriban Watanzania wote, na alhamdulillah kwa upande wao wamejitahidi kwa asilimia kubwa na wamechukua jitihada za ziada kuhakikisha kwamba vile vile ibada hizi zinakwenda kwa wepesi na kwa mazingira yaliyokuwa rafiki na yaliyokuwa salama. Lakini vile vile tunaishukuru vile vile ofisi na ubalozi wetu wa Tanzania nchini Saudi Arabia, ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Balozi Zena, Mhandisi Zena. Mashallah, na wao wako bega kwa bega kuhakikisha kwamba mahujaji wote wa Tanzania wanatekeleza ibada ya hija vizuri kwa usalama na narudi nyumbani salama. Na takriban nyakati zote tunamuona mheshimiwa anakuwepo karibu hapa katika maeneo ya airport kuhakikisha kwamba raia wa Tanzania wanahudumiwa na kupata msaada ya kila namna ili waweze kuhakikisha kwamba mambo yao yote yanakwenda sawa. Na tunashukuru kila mmoja kwa nafasi yake ambao wamefanya kazi kwa ajili ya kuwasaidia mahujaji wetu, hasa kwa upande wa Bitha Tanzania, taasisi yetu ya Utahiza. Tunajua kwamba kila mmoja ameplay peti yake kuhakikisha kwamba zoezi hili linakwenda vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na palipobakia tumuombe inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tufike nyumbani salama, ili watu waende kwa na familia zao hali ya kuwa wamefurahi na wapate zile dua, na tuendelee kushajishana vile vile katika kutekeleza ibada hii ya hija. Ibada ya hija kama tunavyojua inatakiwa itekelezwe hali ya kuwa mtu ana nguvu zake, hali ya kuwa mtu anajiweza. Tunaona kwamba wengi watu wazima wanapata kidogo shida katika kutekeleza ibada ya hija, lazima wasaidiwe kwa vigari, pamoja na kwamba viongozi wa taasisi wanajitoa kupita kiasi kuhakikisha kwamba na wao vile vile huwa hawawi nyuma,
wanafanya ibada takriban zote, lakini kila mtu ibada hii ya hija akiifanya hali ya kuwa ana uwezo kujisimamia yeye mwenyewe pasi na kumtegemea mwingine, basi inakuwa ndio bora zaidi. Kwa tunawashajiisha vijana na wale wenye uwezo wafanye wao ibada ya hija, lakini na wasaidie na wengine vile kuhakikisha kwamba wanakwenda kutekeleza ibada ya hija. Pakipatikana mwamko huu mkubwa, tutaona mabadiliko makubwa katika maisha yetu ya kawaida, lakini baraka itaenea katika familia na katika nchi kiujumla. Kwa inshallah, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kwa Mwenyezi Mungu atupe taufiki katika kufanya ya khairi na atuepushe inshallah na yale ya shari yanayomkasirisha yeye Jalla wa Ala, na kila kati Mwenyezi Mungu tumuombe atujalie miongoni mwa wale ambao wanafanya pupa katika kufanya mambo ya khairi. Vile vile hatuachi kuwasahau ndugu zetu wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Subhanallah, hawa ni timu ambayo imejiorganize vizuri, inafanya kazi karibu sana na mahujaji, lakini vile vile imejitoa. Utakuta kwamba watendaji hawa wanakaa mpaka muda mkubwa wa usiku ambapo mahujaji wanakuwa wameondoka salama katika mikono yao, na vile vile wakati wa kurudi kila muda tunapata mawasiliano nao kuhakikisha kwamba na kutupa taarifa na mwendelezo wa airport, kitu gani pale kinaendelea na nini tujiandae nacho. Kwa hiyo tunawashukuru nao ndugu zetu hawa watendaji wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana wakiongozwa na mkurugenzi mahiri Bi Madina pamoja na timu yake yote kwa ujumla. Tunawashukuru sana kwa jitihada zao na miongozo yao ambayo wanaendelea kutupa, lakini tunawaombea dua na khairi inshallah. Mema yote wanayofanya haya wende wakaone katika mizani mema yao inshallah siku ya Kiyama inshallah. Lakini wasichoke, changamoto ziko nyingi, lakini wasichoke kuendelea kutoa huduma na kuwasaidia mahujaji ili kuhakikisha kwamba haya mambo yanakwenda vizuri inshallah. Vile vile tuna jopo zima la waandishi ambao wanatupa taarifa na matokeo ya mara kwa mara ndani ya Saudi Arabia, lakini na vile vile na nje ya Saudi Arabia, kuhakikisha kwamba hizi taarifa jamii inapata awareness ya kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea huku nchini Saudi Arabia na maandalizi yalivyo, ibada zinavyokwenda, changamoto ambazo pengine zinajitokeza, mafanikio ambayo yanapatikana. Kwa hiyo tunawashukuru vile vile na wao kwa upande wao kazi kubwa wanaifanya, na wasiache kuendelea kutuhabarisha, kwani tunatamani vile vile kuendelea kufahamu na ndugu zetu wengine ambao wamebakia huku mpaka hatua ya mwisho vipo, wamefika nyumbani, wamefika salama na kila kitu kinakwenda sawa. Kwa hiyo tunawashukuru na wao waendelee inshallah kutuhabarisha, na Mwenyezi Mungu inshallah atawalipa kila la khairi inshallah.